wewe ongezeka katika kila jambo, katika kila maisha, katika kila hitaji, katika kila kitu cha maisha yetu. Asante kwa kujihusisha kikamilifu kwa maisha ya kila mmoja. Heshima na sifa siwe kwako unapofikia hata wengine walio mbali na hata karibu, na hata watakao kuja nyuma hiki kipindi. Uwakumbuke na ukawatembelee kwa huo mtembeleo. Asante Yesu, asante Baba, asante Roho. Sifa na heshima zote siwe kwa jina lako. Ni katika jina kuu la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tunasema amina, na iwe hivyo kwetu. Amen, amen and amen. Nashukuru Bwana kwa mchana mwema. Hata nasikia kuhofu, kutetemeka na kunyenyekeshwa sana kwa sababu ya matendo makuu ya Bwana. Mchana mwema. Ni kweli anatupenda. Na kwa hivyo tuingie kidogo katika kitabu cha Mathayo. Ni kwa sababu mchana wa leo ametia hili neno ndani yangu nikiwa nakuja mahali hapa, na sikujua ni kwa nini. Kumbe ni kweli alikuwa na mpango mwema. Katika kitabu cha Mathayo 5. Haleluya. Mapenzi yako Baba washayatimie, mapenzi yako Bwana washaendelee kutimia katika jina la Yesu. Mathayo 5 aya yake ya kwanza. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ya kwamba naye alipoona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake wakamjilia. Haleluya. Mathayo 5 na aya yake ya kwanza. Alipoona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake wakamjia. Akafumbua kinywa chake akafundisha akisema, heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbingu ni wao. Praise the name of the Lord. Akiwa pale mlimani, huyu ni Yesu, na alipokwea juu ya mlimani, kwa sababu kuna kitu alichokiona. Aliona umati uliokuwa mkubwa, aliona watu waliokuwa wengi, aliona watu ambao walikuwa wanamhitaji, kama vile wewe na mimi siku ya leo. Ametuona tukiwa umati mkubwa na akaona tunamhitaji. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba na akakwea juu ya mlima na akaweza kuketi chini, na alipoketi mahali pale, wale wanaitwa wanafunzi wake wakaweza kumsogelea. Kumbuka, hawa sio wale 12, hawa sio wale thenashara, hawa walikuwa ni wale umati mkubwa. Kama siku ya leo wewe na mimi unayenisikia, ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, ukiwa mahali popote ambapo unapatwa na hii sauti ya kwamba tunayemgoja Bwana ni kwa ajili ya kwamba atatutembelea mchana wa leo. Na hivyo ndivyo alikuwa, na akiwa pale juu ya mlima, Biblia inasema ya kwamba akafungua kinywa chake na akaanza kufundisha. Na shukuru Bwana kwa sababu wakati wowote ambao anaona mioyo zetu ziko tayari ni kwa ajili yake, yeye hanyamazi, anafungua mdomo ni kwa ajili ya kutufundisha. Haleluya. Na hivyo ndivyo amefanya siku ya leo. Ameweza kuangalia mioyo, akaona ya kwamba hii mioyo inamhitaji, na akaweza kufungua kinywa chake. Ameweza kutokuondoa kimya. Haleluya. Ameweza kuondoa kimya, na mchana wa leo ananena nasi. Anasema nini? Anasema ya kwamba heri walio masikini wa roho,
maana ufalme wa mbinguni ni wao. Praise the name of the Lord. Aliangalia akaona huu umati haumtaki kwa sababu ya chakula. Sasa kama vile tuliona siku ingine, wakimtafuta ni kwa ajili ya chakula, lakini akaona umati ambao unamtafuta ni kwa ajili ya ufalme. Na sasa akaangalia njaa na kiu iliyokuwa ndani yao, akafungua mdomo. Ninasikia amani, nasikia raha ya kwamba mchana wa leo Bwana ameona vile tunavyomhitaji ni kwa ajili ya ufalme, na ameweza kuondoa kimya, na amenena nasi, na akiondoa kimya anatutendea mambo makubwa. Kwa hivyo mchana wa leo ninashukuru Bwana kwa wewe pamoja nami ambao tumekuwa katika hii hali anaita ya umasikini, na ni umasikini wa neno, umasikini wa kutaka ufalme wa mbinguni. Huu sio umasikini wa nguo na chakula na fedha na makazi na mambo mengine. Wakati anapoona ya kwamba kuna watu wanautafuta ufalme, kuna watu wako na haja na kitu kinaitwa hata ufalme wa mbinguni, anakuja mwenyewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekabosheka yandera borabo. Leo Bwana amekuja mwenyewe kututembelea. Hata dakika hii nahisi uwepo wake mahali hapa, ya kwamba anafungua kinywa chake kutuambia amekuja kutupenda. Wote ambao wamekuwa wakiwa na hofu ni kwa ajili wanataka kuona ya kwamba injili inaendelea, ya kwamba uhaki unakamilika, ya kwamba kile kilicho cha kweli kinatendeka, kile ambacho anaita justice and righteousness amekuja kufanya ikaweze kutimilika siku ya leo. Haleluya. Akasema heri nyinyi ambao leo muko hata na jana kiu. Haleluya. Na muko na umasikini, ni kwa ajili ya ufalme wa mbinguni ndani ya roho zenu. Haleluya. Akasema heri wenye huzuni, maana watafarijika. Haleluya. Leo amekuja kutufariji, amekuja kufariji mioyo mingi, amekuja kufariji mioyo mingi. Ni kwa sababu wakati tunaumia, wakati tunajikuta katika shida na dhiki, tunajihisi ya kwamba tumeinamishwa na hatuna nguvu, tuko katika masumbuko. Ndiyo, lakini amesema heri waliokuwa na huzuni, kwa sababu sasa amekuja atakuwafariji. Haleluya. Kwa hivyo Bwana wabariki mchana wa leo. Mimi langu ninashangaa tu ni kwa ajili ya matendo makubwa ya Bwana ambayo ameamua kuyatenda mahali hapa. Washa sifa zote zimrudie, washa tuwe na katika hiyo hali ndani ya roho zetu ya kwamba tukue ambao hatutosheki ni kwa ajili ya neno la Bwana, hatutosheki ni kwa ajili ya kutenda mema, hatutosheki ni kwa ajili ya kutenda haki, hatutosheki ni kwa ajili hata ya kufanya kile ambacho kinampendeza. Kumbuka, mtu ambaye ameshiba, mtu ambaye hana njaa ni yule ambaye ametoshereka, na kwa hivyo mtu ambaye ametoshereka hawezi akafanya zaidi. Lakini anasema heri wale ambao wako na kiu na njaa ndani ya mioyo zao. Haleluya. Anasema heri walio na huzuni. Kwa hivyo leo amekuja kuondoa huzuni ambazo tumekuwa nazo na mahangaiko ndani ya haya maisha. Washaibaki huzuni moja ya kujiuliza ndani ya moyo wako, Bwana, je, leo umenipa nguvu nimeyatimiliza mapenzi yako? Kwa sababu hiyo ndiyo anasema utafarijiwa. Ni kwa sababu siku inakuja, na baada ya faraja zote hapa duniani, hata kule mbinguni tutafarijiwa. Mungu abariki mchana wa leo. Washa niwashe katika uwepo wa Bwana, kwa sababu nahisi ukubwa wake mwingi sana, na ninasikia anaendelea kufanya kazi ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu. Nikipa Mungu sifa na heshima kwa sababu ya siku ya jana ambao aliweza hata kututembelea kwa neno kuu akituambia tumrudie.
tukishamrudia naye anatukubatia, na dipoza leo amekuja kutukubatia. May God bless you, may God do you good. Kesho akitupa nafasi na wakati kama huu tutakuwa hapa na hata tukimgoja sana na Saidi. Lakini kwa haya masaa ambayo yamebaki katika hii siku, endelea kumshukuru, ni kwa sababu wako kazini na anaendelea kufanya kazi. Na mimi nasema nanyenyekea, na yeye inuke aendelee kufanya kazi ndani ya maisha yetu. Hallelujah. Father, we thank you and we give you glory. Tunakupa sifa nyingi na hata heshima, kwa sababu ni kweli wewe ni mwaminifu, na unapoangalia mioyo zetu unajua kile ambacho tunahitaji ni kwa ajili ya hapa duniani na ni kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Twakupa sifa na heshima na utukufu, kwa sababu leo umekuja kukitimiliza. To comfort our hearts, even to lift us, oh God, katika jina la Yesu. Asante, ridhisha kila roho, shibisha kila roho, shibisha kila nafsi. Washa wanao wakuwe na celebration as they look upon your deeds. In the mighty name of Jesus, we praise you and we give you glory. In Jesus' name, amen and amen.